Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Israeli na Marekani, vita ambavyo vinaendelea kushika hatamu kwelikweli. Nikwambie, mkuu wa Pentagon Peter Hegseth anaamini kwamba jumuiya ya kimataifa haithamini vya kutosha juhudi za Marekani za kuzuia vifo vya raia katika migogoro iliyoanzishwa na Washington. Anasema hakuna taifa linalochukua tahadhari zaidi kuhakikisha kuwa hakuna kulenga raia kuliko Marekani. Kwa kweli, hilo ni jambo ambalo halithaminiwi vya kutosha, alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari, akitoa maoni kuhusu hatua zilizochukuliwa na Marekani kuzuia vifo vya raia, ikiwa ni pamoja na kutokana na mgomo katika shule ya msingi ya wasichana katika jiji la Minabu nchini Iran. Anasema tutachunguza, sio chanzo huria, sio mahali pa kubaini kilichotokea au kisichotokea. Hegseth alisema tunachukua mambo kwa uzito sana na kuyachunguza kwa kina, jambo ambalo huchukua muda, afisa mkuu wa ulinzi alisema. Na sasa hivi Marekani amekuwa anashangaa kwa nini watu au dunia sasa hivi haipo nyuma kumpongeza, kumtakia mema na mengineyo mengi. Lakini Marekani anapaswa kujua kwa sasa dunia imechoka na vitendo vyake ambavyo mara kwa mara amekuwa akivifanya, na dunia sasa watu wamekuwa na uelewa zaidi na elimu, hawataki mambo ya kinafiki ambayo Marekani alikuwa akiyafanya kipindi cha nyuma, ya kuchochea wengine waingie kwenye vita, alafu yeye anakaa pembeni anawatizama. Vilevile vituo kadhaa vinavyoendeshwa na vyombo vya usalama, ulinzi na utekelezaji wa sheria vya Iran vilishambuliwa wakati wa shambulio la hivi karibuni kati ya Marekani na Israeli kaskazini magharibi mwa Iran. Majeruhi waliripotiwa, shirika la habari la Mehr limesema. Kulingana na ripoti hiyo, ofisi ya kikosi maalum cha polisi na idara ya polisi ya uchunguzi vilishambuliwa katika jiji la Tabriz. Pia maeneo kadhaa ya polisi na kijeshi yalishambuliwa huko Bonab, Osku, Ajabshir, Margay na Malekan. Vilevile jeshi la Iran limesema kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran vimedungua ndege mbili zisizo na rubani aina ya Heron na moja Hermes ya jeshi la anga la Israeli. Vilevile jeshi la Iran limesema kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran vimedungua ndege mbili zisizo na rubani aina ya Heron na moja ya Hermes ya jeshi la anga la Israeli. Anasema leo ndege moja isiyo na rubani aina ya Heron angani juu ya jimbo la Markaz na ndege moja isiyo na rubani aina ya Heron TP karibu na Teheran pia zilizuiliwa na kuharibiwa na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Mwakilishi wa amri kuu ya jeshi la Iran Hatam al-Anbiya alisema kama ilivyonukuliwa na chombo cha utangazaji cha Iran. Saa chache zilizopita ndege isiyo na rubani aina ya Hermes 900 yenye silaha ilizuiliwa na kuharibiwa juu ya eneo la Ilam, vyombo vya habari vya IRGC pia viliweza kubainisha. Vilevile watu 12 waliuawa na karibu 200 wamejeruhiwa nchini Israeli tangu Februari 28 kutokana na mashambulizi ya makombora, chanzo cha kijeshi cha Israeli kinasema. Kutokana na mashambulizi ya makombora, watu 12 waliuawa na takriban 200 walijeruhiwa, wakiwemo 7 ambao wako katika hali mbaya. Kulingana naye, takriban 50% ya makombora ya Iran yaliyofyatuliwa dhidi ya Israeli yalikuwa na vichwa vya vita vya makundi, ambavyo chanzo hicho kilibainisha huvunjika na kuwa mabomu madogo madogo angani na na kipenyo cha takriban kilomita 10. Ingawa yana vitu vichache vya kulipuka kuliko kombora la kawaida, pigo moja bado linaweza kusababisha kifo. Chanzo hicho kiliongeza kikisisitiza kwamba ulinzi na kufuata maagizo ni muhimu. Vilevile, tangu shambulio la Marekani na Israeli dhidi ya Iran ilianza Februari 28, ulinzi wa anga wa Iran umeangusha ndege zisizo na rubani 104. Vyombo vya habari vya kikosi cha kijeshi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vinasema kufikia sasa mfumo wa kitaifa wa ulinzi wa anga umeangusha ndege zisizo na rubani 104 za aina mbalimbali. Ikumbukwe kwamba 95% ya ndege zisizo na rubani zilizoangushwa zilikuwa zimebeba aina mbalimbali za silaha na ziliharibiwa na mtandao wa ulinzi wa anga wa hali ya juu wa nchi hiyo kabla ya kufikia malengo yao, taarifa hiyo ilisema. Katika hatua hii, Marekani haina taarifa yoyote inayoonyesha kwamba Iran inapeleka mabomu katika mlango wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, ikiwa Iran imeweka mabomu yoyote katika mlango wa Hormuz na hatuna ripoti za kufanya hivyo, tunataka yaondolewe mara moja, kiongozi huyo wa Marekani alisema. Ikiwa kwa sababu yoyote mabomu yatawekwa na hayataondolewa mara moja, athari za kijeshi kwa Iran zitakuwa katika kiwango ambacho hakijawahi kuonekana hapo awali. Trump aliendelea, ikiwa kwa upande mwingine wataondoa kile ambacho huenda kimewekwa, itakuwa hatua kubwa katika mwelekeo sahihi. Vilevile, Israeli haikuisukuma Marekani kushambulia Iran. Rais Isaac Herzog anasema
Hapana, kusema kweli, huu ni uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump. Hahitaji Israeli muongoze popote, Herzog alisema katika mahojiano na gazeti la Bild. Hakutoa muda wowote wa mwisho wa uhasama dhidi ya Iran. Anasema, nadhani tukipima kila kitu kwa kupima kasi, hatutafika popote. Tunahitaji kuvuta pumzi ndefu na kufikia matokeo ya mwisho. Aliunganisha mgogoro katika ukanda wa Gaza na operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Hii ni vita moja iliyounganishwa. Ilianza Oktoba 7, 2023, na kwa maoni yangu sasa tunaweza kuwa tunakaribia sura yake ya mwisho, ikibadilisha mpangilio mzima wa Mashariki ya Kati, alisema. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia alisema hakukuwa na shinikizo la Israeli katika uamuzi wa Marekani wa kuanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Vilevile, China inaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa mgogoro wa silaha kwenye eneo lote la Ghuba ya Uajemi na inatoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama. Mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati Zai Jun anasema wakati wa ziara yake Abu Dhabi na mkutano na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Falme za Kiarabu Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Vilevile, Marekani na Israeli zinaharibu msingi wa amani na usalama katika Mashariki ya Kati na kuongeza ukosefu wa utulivu duniani, wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini inasema, kama ilivyonukuliwa na shirika la habari la KCNA. Tunaelezea wasiwasi wetu mkubwa kuhusu vitendo vya uchokozi vya Marekani na Israeli ambavyo kwa kufanya shambulio haramu la kijeshi dhidi ya Iran vinaharibu msingi wa amani na usalama katika eneo hilo na kuzidisha ukosefu wa utulivu kwa kiwango cha kimataifa, na tunalaani vikali hili, taarifa hiyo ilisema. Wizara ya mambo ya nje pia ilisema kwamba Korea Kaskazini inaheshimu haki ya watu wa Iran kumchagua kiongozi wao mkuu na chaguo lake. Vilevile, shambulio la Iran dhidi ya eneo la Israeli na vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye eneo hilo Jumatano usiku lilikuwa shambulio kubwa zaidi lililofanywa na Jamhuri ya Kiislamu tangu kuanza kwa vita katika eneo hilo, televisheni ya taifa ya Iran inasema. Wimbi la mwisho la 37 la Operation Ahadi ya Kweli ya 4 lililofanywa usiku likawa operesheni kubwa zaidi ya Iran dhidi ya vikosi vya adui na vifaa vya eneo hilo, televisheni ilisema. Kulingana na hilo, muda wa mashambulizi kadhaa yaliyofanywa kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani ulikuwa angalau saa 3. Inabainika kuwa wakati wa wimbi la 37 makombora mazito ya Horam Shahiri yalitumika, kituo cha mawasiliano cha satellite karibu na Tel Aviv, vituo vya kijeshi vya Israeli huko Haifa na Yerusalemu Magharibi vilishambuliwa. Malengo mengi ya Marekani yalipigwa mabomu, ikiwa ni pamoja na kambi za Marekani kwenye mji wa Iraq wa Erbil na huko Kuwait, jambo ambalo limepelekea Marekani naye kukaa kimya na kuanza kujipanga tena namna gani ataweza kufanya mashambulizi. Vilevile, ndege za jeshi la anga la Israeli zimeshambulia jengo la makazi katika eneo la Aishat Bakar katikati mwa mji mkuu wa Lebanon, chanzo cha huduma ya ulinzi wa raia kinasema. Makombora yalifyatuliwa katika moja majengo ya ghorofa nyingi ambapo moto ulizuka, chanzo kilisema. Uwezekano mkubwa zaidi, lengo la shambulio la anga lilikuwa ni kumuua mwanachama wa uongozi wa Hezbollah. Kulingana na chanzo hicho, malori ya zimamoto na magari ya wagonjwa yanaelekea kwenye eneo la mlipuko. Jeshi la wanamaji la Marekani limekuwa likikataa maombi kutoka kwenye tasnia ya usafirishaji wa vyombo vya usafiri wa majini kupitia mlango bahari wa Hormuz licha ahadi zilizotolewa na maafisa wa Washington, Richards inaripoti. Kulingana na vyanzo, jeshi la wanamaji la Marekani linasema hatari ya mashambulizi ni kubwa mno kwa sasa, hivyo nao pia wanapatwa na mashaka kuweza kusindikiza meli za mafuta kupita mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright aliandika kwenye X mapema kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lilifanikiwa kusindikiza meli ya mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, chapisho hilo lilifutwa baadaye. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt aliuambia mkutano kwamba Marekani haikusindikiza meli yoyote ya mafuta kwenye eneo hilo. Kumbuka, Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz amejipanga kweli kweli kwa kuweka silaha nzito nzito. Kwa hiyo Marekani naye ana hofu ya kwamba hataki kupoteza askari wake, hataki kuendelea kupata hasara kubwa. Kwa hiyo yupo kwa namna moja namna nyingine anaangalia namna gani ataweza kusindikiza meli hizo kwa ajili ya kuonyesha kauli ya rais kwamba ipo thabiti bila kupata hasara zozote. Vilevile, Teherani italipiza kisasi kwa Marekani na Israeli kwa vifo vya raia katika mashambulizi dhidi ya maeneo ya makazi. Abul Faz Shekarch, msemaji wa jeshi la Iran, anasema, ninawaambia wasubiri mashambulizi yetu mabaya ili kujibu vitendo vyao vya kikatili, kwa sababu hivi karibuni tutalipiza kisasi na kufanya mashambulizi mabaya dhidi yao, shirika la habari la Defa Press lilimnukuu akisema. Kulingana na Shekarch, Iran inawasihi mataifa ya Ghuba kufichua eneo la makazi ya kijeshi ya Marekani na Israeli kwenye eneo lao ili Iran ifanye mashambulizi sahihi zaidi
kwa wale wanaotumia watu katika eneo hilo kama ngao za kibinadamu. Vilevile meli ya biashara imepigwa na kombora karibu na mlango bahari wa Hormuz, UKMTO inaripoti. UKMTO imepokea ripoti ya tukio maili 25 za baharini kaskazini magharibi mwa Rasli Al Khayyam, Falme za Kiarabu. Mkuu wa chombo cha makontena ameripoti kwamba chombo hicho kimepata uharibifu kutokana na kombora linaloshukiwa, lakini halijulikani. Kiwango cha uharibifu wa sasa hakijulikani, lakini kinachunguzwa na wanajeshi. Meli zinashauriwa kusafiri kwa tahadhari na kuripoti shughuli yoyote ya kutiliwa shaka kwa UKMTO, huku mamlaka zikiendelea kuchunguza tukio hilo. Vilevile wizara ya ulinzi ya huko Qatar imesema kwenye taarifa yake kwamba jeshi la Qatar limezuia makombora yaliyorushwa kuelekea nchi hiyo. Jeshi la Qatar limezuia shambulio la kombora lililolenga jimbo la Qatar. Taarifa hiyo inasomeka: milipuko kadhaa ilisikika kwenye mji mkuu wa Qatar, Doha, Jumatano asubuhi, ikionekana kusababishwa na shughuli za ulinzi wa anga. Wizara ya mambo ya ndani ya Qatar ilisema baadaye kwamba kiwango cha tishio la usalama kilikuwa kimepungua na hali hii ilikuwa imetulia. Vilevile usumbufu wa usambazaji wa salfa duniani unaosababishwa na mzozo katika Mashariki ya Kati tayari umesababisha ongezeko la bei na unaweza kuathiri viwanda kadhaa, Financial Times inaripoti kinukuu wataalam. Usambazaji kupitia mlango bahari wa Hormuz karibu umesimama, ambao umepunguza usambazaji wa salfa, bidhaa mbadala katika kusafisha mafuta na usindikaji wa gesi. Inatumika katika uzalishaji wa mbolea, kemikali, metali na bidhaa nyinginezo. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.